Elsa C alikuwa na maamuzi mabovu zaidi kwenye mchezo wa Simba vs Singida. Taarifa toka bodi ya ligi imetoa mkeka wake, ni kamati ya masaa 72 ambayo huwa inazungumza yale ambayo yameshatokea baada ya michezo kadhaa. Story kubwa ni kuhusiana na Elsa C ambaye alichezesha mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba dhidi ya KMC. Elsa C kabla ya kukutana na hili lungu alishaye kufungiwa takriban miezi mitatu, baadaye akarudishwa tena na kupewa msamaha. Lakini kilichokuja kutokea katika mchezo dhidi ya Singida Black Star, nafikiri malalamiko yalikuwa mengi kwa kile alichokwenda kukiamua katika ule mchezo. Takriban mikwaju mitatu ya Singida aliweza kuikataa, na hatimaye mwisho wa siku washabiki na wanachama na baadhi ya wachambuzi waweza kuzungumzia hilo. Na leo baada ya kukaa kamati 72 kuzungumzia, tumeweza kuona ameweza kuhukumiwa miezi 6 kujihusisha na soka, na hii inatoa picha kwa maana ya bodi ya ligi imeweza kukaa na kutafakari na kutathmini kuona nini ambacho Elsa C ameweza kukifanya. Tumi nafikiri alistahili hiki ambacho kimeweza kutokea, na kuna namna vile ambavyo waamuzi wajaribu kuwa perfect, kwa sababu tunaamini kwamba ni ligi yetu bora na tunaitangaza kuwa bora, lakini mwisho wa siku kinachotokea hakiakisi kile ambacho tunazungumza. Kwa hiyo ili ligi iwe bora, basi kuna watu watapambania katika maeneo yao. Tunazungumzia TFF pamoja na bodi ya ligi, vilabu na yenyewe vitasimama, lakini bila kusahau wahusika, waamuzi ni watu muhimu sana. Tumeona leo Frankie Komba na Arajiga na baadhi wamepata nafasi kuanza kuchezesha mchezo mikubwa. Tunaanza kuona CAF pamoja na shirikisho, ni kwa sababu kila ambacho wameweza kufanya. Kwa hiyo mliosalia waamuzi, tendeni haki katika maamuzi. Kwa kifupi Martin Mwakiposa nikuulize. Ina maana kwa rungu hili inathibitisha wazi kwamba Elsa C alikuwa na maamuzi mabovu zaidi kwenye mchezo wa Simba vs Singida. Tafsiri yake ndio hiyo unayoizungumza, kwa sababu mpaka wa kamati ya masaa 72 imekaa na kuweza kutoa hili rungu, tafsiri yake waliona hajachezesha katika haki ambazo nisiseme haki, katika misingi ya 17 ya mpira miguu. Hiyo mpira miguu na kanuni zake ambazo kimsingi zaidi ndizo zinazoongoza mpira. Kwa hiyo maana yake alishindwa kutafsiri kwenye mchezo dhidi ya Simba dhidi ya Black Star, na tumeweza kuona kile ambacho kimeweza kutokea. Ni tofauti na mchezo ambao ulichezwa kati ya Simba dhidi ya Black Star kwenye kombe la Azam Federation Cup, CRDB Federation Cup kumlazi, na tukimwona Rajiga akiweza kuchezesha na kutafsiri sheria 17 ambazo alizisimamia vyema na kila mmoja alifurahia katika ule mchezo. Ipi ni suluhisho sasa? Waamuzi na hisi waamuzi wawe makini katika kuchezesha, kwa sababu hivi vilabu vinatumia gharama kubwa kukaa kambini, zinatumia pesa nyingi kuandaa wachezaji, lakini mwisho wa siku siwezi kusema matatizo hayata kuwepo, basi yawe kidogo, kwa sababu hata huko duniani kwenyewe tunaona VAR anajaribu kuwasaidia waamuzi, lakini si kwa kiasi kikubwa ambacho wanaanza kukifanya kuweza kuleta malalamiko, miemko kwa washabiki na wanachama wa vilabu. Kwa hiyo Tumi liwe onyo na liwe funzo kwa waamuzi. Basi usisite kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, TikTok, Facebook, Instagram, lakini na YouTube. Subscribe kote tunapatikana kwa Dimba wa Michezo.